Mimi naitwa Christopher Emili Ngubiagai ambaye kwa sasa ni mkuu wa wilaya hii ya Ukerewe. Ukerewe ni moja wilaya 7 ambazo zipo katika mkoa wetu huu wa Mwanza. Wilaya Ukerewe kiutawala ina vitongoji 513, lakini tuna vijiji 76, tuna kata 25, tunazo tarafa 4, jimbo moja la uchaguzi. Na watu wake ni takribani watu 384,084 kwa mujibu wa sensa watu na makazi ya mwaka 2022. Wilaya hii imejikita katika sekta ya uvuvi. Wananchi wake wanafanya shughuli kubwa zaidi za uvuvi. Tumezungukwa na ziwa Victoria, lakini ni wilaya ambayo ina visiwa vidogo vidogo 38. Kwa maana wilaya yenyewe ni kisiwa lakini na visiwa vingine 38. Kati ya hivyo visiwa 15 ndio wanaishi watu, lakini visiwa vingine vibaki ni kwa ajili ya kambi za uvuvi na shughuli zingine za kijamii. Kwa hiyo kwa kweli wilaya yetu mapato makubwa ambayo yanatokana na shughuli za wananchi pamoja na halmashauri ni kutokana na sekta ya uvuvi. Katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi takribani kwa miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wilaya hii imeweza kupokea rasilimali fedha zaidi ya bilioni 264. Fedha hizi zaidi ya bilioni 264 tumezipokea katika sekta mbalimbali kwenye shughuli mbalimbali za ujenzi wa uchumi na maendeleo na ustawi wa wananchi wa wilaya yetu ya Ukerewe. Hivyo basi kwanza kabla sijaanza kuelezea katika maeneo hayo, nichukue fursa hii adhimu kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake uliotukuka. Kwanza kwa kuliongoza vema taifa letu pendwa la Tanzania, lakini pili kutuongoza sisi wananchi wa wilaya ya Ukerewe. Tunatoa shukrani nyingi sana kwake kama kiongozi wetu. Ametuletea rasilimali fedha hizi katika wilaya yetu ya Ukerewe akiwa na dhamira safi ya kuletea wananchi maendeleo. Wilaya hii katika fedha hizo za bilioni 264, bilioni 92,282 zimekwenda katika sekta hasa za halmashauri. Ni wilaya ambayo ina halmashauri moja. Ziko wilaya ambazo zina halmashauri 2 na 3, lakini wilaya yetu ya Ukerewe ina halmashauri moja. Kwa hiyo katika shughuli za halmashauri katika miaka hiyo 4 walipokea bilioni 92.282. Na fedha zingine hizi zimeenda katika sekta mbalimbali ambazo nitazielezea. Kwa mfano katika shule za msingi kuna ujenzi wa shule mpya 12, tundu ya vyoo 238, tumeweza kutengeneza madawati 2310. Tuna upungufu wa madawati zaidi ya 3000, lakini tumeshatengeneza madawati 2310. Katika elimu ya msingi tumejenga majengo utawala 5 na nyumba ya mwalimu. Kwa hiyo elimu ya msingi peke yake imeweza kuchukua bilioni 9.2 katika hiyo bilioni 92 iliyokwenda kwenye halmashauri. Lakini vile vile tuna elimu sekondari. Elimu sekondari shule mpya zimejengwa 8, matundu ya vyoo 270, madarasa 265. Hatuna kingine zaidi ya kumshukuru rais wetu mpendwa, kiongozi shupavu ambaye anaguswa hata na wilaya zilizopo pembezoni. Wilaya ya Ukerewe anaweza kukaa tunakusema Ukerewe wacha wajiendeleze wenyewe, sisi tutakaa huko mjini, lakini ameleta miradi ambayo inamleta karibu yeye kama kiongozi na wananchi wa Ukerewe. Mimi tangu nimekuja Ukerewe nilikuwa natembelea pickup tu kama mkuu wa wilaya. Kulikuwa hakuna gari ya mkuu wa wilaya.
Lakini hivi karibuni nimeletewa Land Cruiser Prado New Model ambayo ni heshima ya mkuu wa wilaya na kupeperusha bendera na kuonekana kweli huyu ni mwakilishi wa rais katika sekta ya elimu, hasa elimu ya sekondari. Mheshimiwa Rais amewekeza kwenye wilaya yetu ya Ukerewe kwenye kipindi chake cha miaka minne. Zaidi ya rasilimali fedha aliyoleta ni bilioni 27,428,947,399. Tunaweza kusema bilioni 27. Kwa unaweza kuigawanya katika miaka minne ukaona zaidi ya bilioni ngapi kwa mwaka imeweza kuja kwenye wilaya ya Ukerewe. Katika rasilimali fedha hizo tumeweza kujenga shule mpya za sekondari 8 mpya kabisa. Kwa maana unaposema shule sio darasa moja, ni majengo ambayo yanajitosheleza kuitwa shule kusudi sajiliwe. Obvious lazima utakuwa zaidi ya madarasa 8, kutakuwa na ofisi ya walimu, kutakuwa na matundu ya vyoo, kutakuwa na laboratories. Kwa hiyo shule mpya ni 8, lakini madarasa tu kwa maana moja moja kwenye shule zetu tumejenga madarasa 265. Tumejenga matundu ya vyoo 270. Tumeweka viti 10,717 na meza hizo 10,777, lakini mabweni mapya 12. Na uwezi ukawakaribisha watalii kama huna miundombinu mizuri ya wapi watalala, wapi watatembelea. Kwa hiyo miundombinu mizuri ya hoteli tumeona tujenge hoteli ya halmashauri ya wilaya na ambayo itaweza kuleta ustawi wa mji na kukaribisha watalii na wageni mbalimbali katika sehemu nzuri ya kuishi. Lakini halmashauri ya wilaya vile vile imewekeza katika vyumba vya biashara. Inajenga vyumba vya biashara 78 ambavyo vipo katika stendi mpya ya maeneo ya hapa Nansio. Hii sio tu kuboresha mandhari, lakini pia kuwawezesha wafanyabiashara wetu hapa katika mji wa Nansio ambao ni makao makuu ya wilaya kuwa na maeneo mazuri na ya kisasa ambayo yanaweza kufanya biashara zao kwa amani na utulivu. Lakini eneo la kilimo tumeweza kuletewa milioni 54.4. Eneo la mifugo ni takriban milioni 180, na fedha hizi zimetumika kujenga mnada wa mifugo kwenye kata ya Ngoma, kuongeza thamani ya nyama inayotoka Ukerewe. Labda kwa taarifa ni kwamba wilaya yetu ya Ukerewe pamoja na kuegemea zaidi kwenye sekta hii ya uvuvi, lakini tuna mifugo, tuna ng'ombe ambao wanafugwa kwenye zero grazing. Nikisema zero grazing manake ng'ombe wa Ukerewe nyama yake imekuwa ni tofauti na ng'ombe wengine wanaochungwa. Sisi hatuchungi mifugo. Ukerewe inafuga kwa maana tunafuga kwenye maeneo ya karibu na nyumbani, na mifugo yetu inapata malisho yake kwenye maeneo ya karibu, na nyama yake inakuwa ni nzuri kwa sababu haichungwi kutembea kwenda mbali, wala haisagwi na kupigwa bakora, nyama inakuwa ngumu, inakosa taste. Hapana. Ukienda kwenye masoko yote ya kule Mwanza pamoja na Mara, watakwambia tunahitaji nyama bora kutoka Ukerewe. Kwa hiyo Ukerewe Meat ni kati ya nyama bora ambazo tunajitahidi sana kuziboresha katika ufugaji wake. Kwa hiyo tumeona ni vema tutenge hizi fedha kwa kuweza kutengeneza mnada mzuri kwenye kata yetu ya Ngoma kusudi wafanyabiashara wawe na sehemu nzuri ya kuweza kuchukua mifugo. Lakini kwenye sekta ya uvuvi tumepata milioni 783. Katika fedha hizo tumeamua kutengeneza maeneo ya mialo vizuri kwa kuwekeza kwenye upimaji wa samaki. Lakini tumefanya ununuzi wa boti 5 na tumefanya ukarabati wa boti 2. Boti hizi zinasaidia sana katika sekta ya uvuvi. Nimesema sekta ya uvuvi kwenye wilaya ya Ukerewe ni kati ya sekta ambazo zinachangia zaidi ya 75% ya mapato ya ndani. Ili kusudi uweze kupata mapato mazuri, lazima uweze kuwafikia wafanyabiashara, kuhamasisha wafanyabiashara
lakini vile vile kuweza kuwaelezea namna gani ya uvuvi salama na endelevu. Zipo changamoto katika sekta ya uvuvi, na moja ya changamoto kubwa lazima hii niiseme ni eneo la uvuvi haramu. Uvuvi haramu ni kati ya maeneo ambayo yanadumaza sana ziwa letu Victoria, kwa sababu uvuvi haramu hauangalii uvuvi endelevu. Ni eneo ambalo baadhi ya wavuvi ambao hawana mapenzi mema na sekta yenyewe tuseme, kwa sababu unapotumia uvuvi haramu zile zana zinakwenda kuharibu mazalia, zinaenda kuharibu mpaka mayai, na zinaharibu hata maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya uzalishaji wa samaki. Tunapokuwa na boti hizi zinafanya, moja ya kazi ya boti hizi ni kutoa elimu kwa wavuvi, lakini vile vile kupambana na wale ambao pengine hawataki kuelimika na bado wamestiki katika eneo la kufanya uvuvi haramu. Rai yangu hapa katika eneo la uvuvi haramu, kwanza nawaomba sana wavuvi wote wa kanda ya ziwa ambao wanakuja kutumia maji ya Lake Victoria au ziwa Victoria, kila mmoja kwa namna yake aone namna gani anaweza kulilinda ile ziwa Victoria. Tusipolilinda vizuri, pamoja na mipango mizuri ya serikali ya kutengeneza vizimba, kutoa fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu yetu ya mialo, masoko na bei, lakini tutaendelea kulidumaza na kukosa samaki ambao wana kiwango kizuri au kuleta tija katika wavuvi na halmashauri. Lakini lingine hasa kwa ndugu zetu ambao wanauza hizi dhana haramu, kwa sababu dhana haramu zinatengenezwa baadhi, lakini nyingi zinauzwa kwenye maduka. Unakuta nyavu za uvuvi ambazo ziko ndogo kuliko kanuni ya uvuvi inayotaka zipo katika maeneo ya maduka. Kwa hiyo ni vema sisi kama serikali, kama taasisi na watu wenye mapenzi mema, hasa wananchi wa wilaya hii ya Ukerewe, wanapoona kuna makundi ya watu yanakuja kushiriki au kufanya zoezi la uvuvi haramu, watoe taarifa tu kwenye mamlaka ya serikali, na sisi wakati wote tutatumia hizi nyenzo ambazo tuko nazo kwenda kuwakamata, kuharibu nyavu zao, lakini kuwapeleka katika vyombo vya kisheria. Tuna fedha ambazo tumezipata ambazo zimeenda kwenye 10% ya vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kiasi cha milioni 600 tumewekeza na 50 kwa ajili ya vikundi vya vijana, wanawake na watoto. Tunapofanya uwekezaji huu kwa vijana, wanawake na watoto, tunawapa nguvu ya kuweza kujiajiri. Katika sera au ilani ya Chama cha Mapinduzi kinaelezea kabisa kwamba moja ya majukumu ya chama hiki ni kuelekeza serikali kuweza kutoa ajira kwa vijana, waweze kujitegemea, waweze kuzalisha mali. Wanazalisha mali vipi? Ni pamoja na kuweza kuwapa hii mikopo ambayo inakuwa haina riba. Kwa halmashauri yetu inatenga kila wakati 10% ya mapato yake ya ndani, na katika miaka hii yote minne tumeweza kutenga bilioni 6,564 kwa ajili ya kuwapa wanavikundi. Bilioni 6,564 kwa ajili ya kuwapa wanavikundi wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo pamoja na changamoto ambazo tunazipata kama serikali, kama halmashauri katika marejesho, lakini bado halmashauri yetu ya Ukerewe inawapa elimu ya kutosha, inawapa mafunzo ya ujasiriamali ili kusudi waweze kurejesha fedha ambazo wanapewa na halmashauri, kwa sababu mfuko ni mfuko wa revolving fund. Unapewa wewe leo, unarejesha, anapewa mwingine kwa ajili ya maendeleo ya wilaya yetu ya Ukerewe. Sasa sisi kwa kweli katika wilaya hii ziko changamoto ambazo tunapambana nazo kwenye halmashauri yetu ya Ukerewe. Kwa mfano, pale mwanzo nimesema halmashauri hii ina visiwa zaidi ya 38. Sasa baadhi ya visiwa hivi vina shule za msingi, hazina shule za sekondari. Na swala hili liliweza kuonekana serikali hii ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan.
tunampongeza rais wetu. Tumejengewa shule 2 mahususi kwa ajili tu ya kuondokana na changamoto hiyo. Kuna shule ya Ukerewe Secondary Schools ambayo ni moja ya shule inayokusanya wanafunzi wote wanaotoka visiwani, kwa sababu uwezo kumvusha kila siku mtoto anaposoma kwenye shule ya sekondari akifaulu kwenda na kurudi inakuwa ni swali hatarishi zaidi. Kwa hiyo tumejenga shule hii ya sekondari ya Ukerewe ambayo inachukua watoto wote wa kike ambao katika visiwa na kuingiza katika shule ya boarding. Lakini ipo shule nyingine ya Ilugwa sekondari ambayo ipo kisiwani, hiyo inachukua wanafunzi wa kiume tu ambao nao wako katika visiwa ambavyo havina shule za sekondari. Hivyo basi sisi kama wilaya tumejiwekea mikakati mizuri, kwanza kukamilisha miradi yetu kwa fedha tulizoletewa. Tuna mradi mkubwa mathalani wa kujengewa hospitali ya rufaa, hospitali ya rufaa ya kibingwa yenye hadhi ya mkoa. Na kwa kweli jambo hili wananchi wa Ukerewe wameshukuru sana serikali, wamemshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba hii ni wilaya. Lakini kama wilaya tu kujengewa hospitali ya rufaa yenye hadhi ya mkoa ndani ya wilaya it is very rare, ni mara chache sana. Katika historia ya nchi yetu nafikiri itakuwa ni wilaya kama sikoseni ya 4 au ya 5 tu, ukiacha zile wilaya za Dar es Salaam, kwa maana kuna hospitali kama hii pale Ilala, kule Temeke, Kinondoni. Itakuwa ni ya 4 kwamba hospitali ya rufaa ya kibingwa yenye hadhi ya mkoa kujengwa kwenye wilaya yetu Ukerewe, ambayo thamani yake ni zaidi ya bilioni 26. Na hivi karibuni imetembelewa na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kwa kweli naweza kusema kama kiongozi wa wilaya kwenye miradi hii yote ya kimkakati, kuanzia sekta ya afya, sekta ya elimu, barabara. Mathalani barabara, wilaya hii katika miaka 4 iliyopita ilikuwa haina hata kilomita 1 barabara ya lami. Leo tunahesabu tuna kilomita kama 5 za barabara ya lami ambazo zimeleta heshima kubwa kwenye wilaya yetu. Tuna taa za barabarani ambazo zimewekwa katika barabara zetu na kuleta mandhari nzuri ya mji wa Nansio. Lakini vile vile ukienda kwenye sekta ya maji, watu wa Luwasa wamepunguza kwa kiwango kikubwa upatikanaji wa maji, shida ya maji, zaidi ya 70% mpaka sasa hivi, na 5 vijiji vyetu vyote vina maji safi, salama na yatosheleza. Lakini tunaumwa Uwasa ambao wao wanatoa huduma ya maji katika mji huu wa Nansio. Zaidi ya 85% tunaelekea 90 ya wakazi wa maeneo haya wanapata maji safi, salama na wanajitosheleza. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambavyo serikali ya awamu ya 6 inavyoweza kujichanganua kwa vitendo. Neno la mwisho kwa wana Ukerewe, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani wetu, kuchagua wabunge wetu na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na upande wa Zanzibar rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tukumbuke kwamba uchaguzi wowote ni mchakato wa kupata viongozi wataokuja kutusaidia kuendeleza maendeleo ya taifa letu. Hivyo basi ni vyema kwanza tushiriki uchaguzi kwa amani, kwa utulivu na mshikamano wa kitaifa. Kuna maisha baada ya uchaguzi. Sio kwamba tukimaliza uchaguzi ndo taifa la Tanzania limekwisha. Hapana. Uchaguzi ni takwa la kikatiba ambao linamtaka kila Mtanzania katika haki yake ya kidemokrasia aweze kushiriki kuchagua viongozi wake ambao watashirikiana nao kuleta maendeleo. Rai yangu kwa wana Ukerewe, tushiriki, tuwasikilize wale ambao wagombea wetu kwa amani kabisa, sera zao, irani zao, baadaye tupige kura kwa amani. Yule ambaye atashindwa ataapishwa, atafanya kazi zake kwa amani, na yule ambaye kura hazitatosha basi wakati mwingine ukija ashiriki aweze kuchaguliwa. Taifa hili la Tanzania
ni bora zaidi na litadumu zaidi kuliko maslahi binafsi. Tutangulize utaifa wetu, tutangulize Ukerewe yetu, na yale maslahi binafsi tuache pembeni, tulijenge taifa letu kuwe na amani, umoja na mshikamano wa kitaifa.